Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisibu namwambiaga Mungu wangu tu. Abigaili, mke wangu we, amini utabadilika. Abigaili, mke wangu we. Abigaili, hakika leo nimepata burudani ya kutosha, na isitoshe kusema kwamba Abigaili, penzi lako ni tamu kama ndizi kisukari. Hauna lolote, unaongea tu kunogesha penzi lako. Ili toka nizaliwe sije kumuona mwanamume muongo kama wewe. Wewe umesema unataka kunioa? Au unafikiri sijui kuhusu wewe? Wewe una mwanamke wako wewe. Yule zoba wako vipi? Unajua Abigaili, kipenzi changu, mimi kuna vitu vingi sana bado sijafunguka kwako, lakini leo nikwambie Abigaili, mimi nabarikiwa sana kwa kuwa na wewe. Kuna kitu kimoja ambacho ukijui kuhusu Robina Korongo. Robina Korongo baba yake ni moja kati ya wachawi wabaya sana, wachawi wa ajabu, ambaye anaweza akaja hapa ghafla pap na akapotea pap. Ndio mzee yule jinsi alivyo. Na hata mambo yanayotokea Abigaili sio kwa mapenzi yangu, yule mzee ananiroga mimi. Abigaili, mimi nakupenda wewe. Hivi toka lini mtu aliyokuka anaogopa kurogwa jamani? Abigaili, sisi tumeshaanguka dhambini Abigaili. Tumejificha tu kwenye kivuli cha kanisa. Haya mambo yana mambo yake na watu wake. Ebuko. Mtumishi wa Mungu, umenibariki sana siku ya leo na kushukuru. Mimi naomba nikuache niende nikajiandae kwa ajili ya kwenda kwenye mafundisho. Wewe acha uongo, mteule Mungu gani huyu? Huyu na mteule Mungu usimetoka guest hapo huyu. Naomba tuheshimiane. Tuheshimiane Robina Korongo, tuheshimiane. Nani anambia hivyo? Tena wewe funga na kuli lako wewe ndala wewe. Umesikia
Siongei na wewe, naongea na mchumba wangu. Upo? Siwezi kuongea na wewe ambaye umwacha mume wako nyumbani, umekuja huku na mangopea kuna mazoezi. Hapa mazoezini hapa. Tulia hapa mazoezini nakuuliza. Fuska mmoja wewe. Mimi nina mume? Huyo mume ulinipa wewe? Mtumishi wa Mungu Abigaili, ni kweli kwamba una mume? Mimi mwenyewe nashangaa kwa sababu mpaka hivi ambavyo unaniona mtumishi, niko kwenye maombi ili mradi na mimi nipate mume wa kwangu. Sasa hebu zungumza. Abigaili, nakuonya. Naomba achana na mchumba wangu. Umeelewa? Achana na Mwalimu Zawadi. Nitaongea na baba yangu atakachokufanya. Usiniingize. Atanifanya nini? Na wewe utanifanya nini? Hivi nani asiyojua historia yako kwa mfano? Nani hajui historia zenu? Kwamba baba yako ni mchawi tunajua. Na wewe mwenyewe na familia yako wote ni wachawi. Nani asiyojua hilo? Abigaili, unaanza kuharibu mtumishi wa Mungu. Sisi kwa wachawi, si ndio? Wewe. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mume wangu Dr. Katunzi, najua nimeteleza, lakini si kwamba kwa makusudio yangu, na wewe mwenyewe unaweza kuwa ni shahidi. Nilimlea Patrick vizuri kwa mapenzi yote. Nafikiri hata mimi nastahili kupongezwa. Dr. Katunzi, mume wangu, huwezi hata kuniangalia vizuri usoni, na hii sio nzuri kabisa kwa mustakabali wa mapenzi yetu. Hebu naomba unipe nafasi nyingine ili niwe mama bora kwa mtoto wetu. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Turudia tena. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Do, ti, la, so, fa, mi, re, do. Unachekea ujue ya mwisho. Do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Bwana, Saro Shansi, unanitegea unajua. How are you, Dad? God is good, my daughter. Ulikuwa wapi? Kwa marafiki zangu. Alafu Dad kakapatika nikela sana leo. Alinidanganya atakuja kunichukua lakini kanizimia simu zangu apokee. Daddy, please. I need my only car. Nimechoka kushare gari na mtu mwingine. Pamela, hebu mwache kwanza, baba amechoka. Dad, are you okay? Pamela,
Hebu mwache baba. Please. Mom. Debora, nilikwambia mimi yule kaka ni mpigaji. Haya, angalia. Huyo anayekunywa pombe na kuvuta sigara ni nani? Ni nani huyo? Usindiole kaka ambaye alikuwa anahubiri pale sokoni. Debora, Biblia inasema hivi, siku za mwisho kutakuwako na nyakati za hatari. Watu watakuwa ni wenye kujipenda wenyewe kuliko kumpenda Mungu. Debora, nilikwambia yule kaka ni tapeli na analitukanisha sana jina la Mungu wetu. Mambo gani haya anafanya? Sikiza Sara, sisi ni mabarozi na mawakili wa siri za Mungu. Nisikilize, twende tumfuate yule mpuuzi na tumuulize kilichomkuta ni kitu gani, kwa nini anatukanisha jina la Mungu kiasi hichi. Baba! Baba! Baba, wamenipiga baba! Nini kimetokea? Baba, nimepigwa! Nani kakupiga? Nini kimetokea? Ila Abigaili amenipiga. Wamesema kwamba hawakuogopa nini? Mbona? Na wamesemaje? Kwamba yani mimi nafosi mapenzi kwa sababu ya wewe uchawi wako, eti wewe mchawi baba, wewe mchawi. Katika dunia hii hakuna punda yoyote anayeweza kukunyima wewe furaha, kukunyima usingizi, kukunyima wewe usicheke. Nani yule anaweza kufanya hivyo? Baba, kumbe kweli Mwalimu Zawadi pamoja na Abigaili ndio wapenzi. Yaani mimi nafanywa hivyo, Mwalimu Zawadi anashuhudia. Yaani wewe unapigwa, Mwalimu Zawadi kakimbia. Sasa wanataka tuoneshane. Wanataka turudishane nyuma enzi zile za ndalandala na za Tokomile. Sasa mwanangu Robina, wewe tulia. Niachie mimi. Mimi ninaupenda ushari, na upenda ugomvi. Mimi kupita hata kula ugali. Wacha mimi nikafunge kijiji. Wacha nikawapeleke nyuma kama Messi. Twende nikaoneshe. Tena unisikilize kwa makini. Umesikia wewe? Yaani mama, mimi sikutegemea kama wewe ndio unaweza ukawa chanzo karibu furaha hii familia. Pamela, mimi sikutaka kufanya hivi. Lakini nafanya hivi kwa ajili ya faida ya kwako wewe mwanangu. Faida gani hiyo mama unayoizungumzia? Akati mimi na kaka Patrick tunaishi tu vizuri, ananipenda na mimi namthamini kama kaka yangu. Pamela, kuna vitu ambavyo huvijui wewe humu ndani. Mimi najua kila kitu. Nakujua wewe, namjua Patrick, namjua na mume wangu Dr. Katunzi. Hivi unajua kama hivi vitu vyote unavyoviona humu ndani na mali zote ameshaandikishwa Patrick? Unalijua hilo? Wewe utakuwa mgeni wa nani? Sasa mama, kwani kuna ubaya gani mali zote akiandikishwa mtoto wako wa kwanza? Au kaka Patrick sio mwanao? Pamela, usinipandishe mashetani yangu kabisa. Naomba uondoke. Kila ninachokwambia unielewi, unakuwa kama Talonzobe hivi. Mali zote mwenyewe anazichukua hizi. Moja wazi ni lango la mbinguni, na wote waingiao watapata nafasi. Lango ndiye Yesu Bwana, wote waingie kwake. Lango, 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 lango. Nyamaza! Yaani hujui kabisa kuimba. Unaimba flat. Tafuta watu wa kukufundisha muziki wa nota, la sivyo utapotea. Hivi una akili timamu kweli wewe? Una akili timamu? Yaani unajiunga na watesi wangu ili kuja kunisagia mimi kunguni, ha? Abigaili, mke wangu kipenzi, kwani ni nini kimetokea? Au lini mimi nilikwenda kinyume na wewe? Nyamaza Joseph. Yaani kwanza wewe kuwa na mimi ni neema tu umepewa na Mungu. Lakini nakushangaa sasa huitaki hiyo neema, Kila mtu unayekutana naye unamwambia eti mimi umenioa. Itakusaidia nini? Nini itakusaidia wewe?
nachelewa sana kuelewa, lakini najiuliza kwa sauti ya chini sana kwamba tatizo liko wapi kama watu watajua kwamba wewe ambaye ni mke wangu ni mke wangu. Sitaki. Mimi sio mwanamke wa matangazo. Nilishakuonya toka mwanzo. Lakini ukawa hausikii hata kidogo. Yaani unatoka na mwanamke huko unakuja naye mpaka nyumbani kwangu. Mnakuja kunizungumzia mimi. Joseph, nitakuacha mchana kweupe na hautoamini. Yaani mtu simtumikii Mungu kwa amani kwa ajili yako. Sasa kama leo mtu anakuja ananiambia kwamba amemwona mume wangu na mwanamke wakiwa wanaongozana mpaka nyumbani kwangu. Wamekaa wakizungumza kuhusu mimi. Tena ni wewe ndio uliomwita Bisha. Mimi nakujua wewe. Ni wewe ndio uliomwita Bisha. Nini? Kuna nini mke wangu? Kuna nini? Nimeumia kanisani, nilikuwa nikipiga deki. Oh. Pole sana kipenzi. Pole. Basi ngoja niandae maji ya moto kwa ajili ya kukukanda. Nakupenda. Mungu akubariki sana. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa. Kwa yote ulomtendea mwanangu bado umekuja nyumbani, si ndio? Mama, shikamoo kwanza. Malaba, nikusaidie nini? Mama, mimi nimekuja hapa nahitaji kuongea na baba pamoja na Robina Korongo. Baba yake Robina na Robina wametoka. Hivi kwa nini hutaki kuwa na amani na mwanangu? Kwa nini? Mama, mimi nataka nikuweke bayana kitu kimoja kidogo sana. Mama, watu wengi wananiangalia katika jicho la ajabu na wengi hujifanya wananijua wakati mimi hawanijui. Nikuweke bayana mama yangu, mimi nimeokoka. Mimi ni mlokole ambaye nimempokea Kristo. Nimemkiri Kristo kwamba ndio Bwana na Mwokozi wangu katika maisha yangu. Kwa hiyo siwezi kwenda kinyume na maandiko ya Biblia. Mama, labda nikwambie kitu kimoja kidogo sana ambacho wewe huwezi kukijua na hujawahi kukifikiria hata siku moja. Hivi ukienda katika kwa upande wetu sisi wataua wa Mungu, Biblia imeweka wazi kabisa kwamba Mungu atakupa mke wa kufanana naye. Katika hali ya kawaida sana mama yangu, unaona kwamba mimi na Robina tunafanana, swali la kwanza. Lakini Biblia ikaenda mbele zaidi katika kitabu cha Methali, katika sura ya 18 mstari wa 22, ikasema, apataye mke apata kitu chema, naye ajipatia kibali kutoka kwa Bwana. Naomba nikuulize swali mama yangu, katika hali ya kawaida, jicho la kibinadamu, jicho ambalo alihitaji kumjua Mungu, unahisi kwamba Robina Korongo mimi ninaweza nikabarikiwa kwa kuwa mke wangu yule? Yaani Mwalimu Zawadi, umeongea yote, lakini hata kitu kimoja sijakuelewa hapa. Huwezi kunielewa mama yangu kwa sababu wewe uko mwilini, mimi niko rohoni. Ninaongea kutoka ndani katika vitabu na maandiko ya Mungu. Mama yangu, nataka nikwambie kitu. Mimi Robina Korongo simtaki kwa sababu siwezi kubarikiwa kuwa na mke kama Robina Korongo. Nikuweke bayana, na hili jambo ni kwamba tu wewe hujafunguka macho. Leo mimi nikupitisha katika sehemu ndogo uweze kupata picha. Mama, hii ndoa anayelazimisha ni mzee Korongo. Mimi moyo wangu na nafsi yangu na Mungu wangu aliye hai hataki, na wala sio mpango wa Mungu mimi kufunga ndoa na Robina Korongo. Nikwambie, nikuchane, nikuweke bayana, wewe sikujui. Hapo huku. Mke wangu Abigail, Mtume Paulo anasema, enyi wake watiini waume zenu kama mnavyomtii Kristo.
Unajua kwa nini? Ni kwa sababu kutii ni bora kuliko sadaka na dhabihu. Lakini hajaishia hapo, anaenda mbali zaidi. Anasema mwatii waume zenu katika kila jambo, kwa sababu mume ni kichwa cha mkewe. Kwa hiyo Mtume Paulo yeye alikuwa anawaandikia wanawake tu, si ndio? Hapana, aliwaandikia wanaume pia. Anasema, enyi wanaume wapendeni wake zenu. Mimi binafsi tangu nimesoma andiko hilo, moyo wangu ulianza kukutazama kama kito cha thamani. Sijawahi kushindwa na madhaifu yako, mke wangu. Ninayajua mambo yako mengi sana mno, lakini ule upendo wa agape nilionao moyoni mwangu juu yako umethitiri wingi wa makosa yako juu yangu. Joseph Ndunguru, Mtume Paulo hakuwa na mke. Sasa anawezaje kuzijua changamoto za ndoa? Hata Yohana hakuwahi kwenda mbinguni, lakini Mungu alimfunulia mambo yatakayokuwako, na ndio kwa sababu Mungu akampa uwezo wa kuandika kitabu cha Ufunuo wa Yohana. Tunaposema kitabu cha Ufunuo wa Yohana, maana yake ni mambo aliyofunuliwa bila kuyaona kwa macho. Mungu alimfunulia. Sasa kwenye kitabu cha Ufunuo wa Yohana akaandika mambo mengi sana, lakini jambo kubwa akaandika namna mbingu zilivyo, akiwa hajawahi kufika mbinguni. Mungu alimfunulia namna mbingu zilivyo, lakini akaandika adhabu zitakazotokea, zitakazowapata watu kulingana na namna walivyoishi. Sasa Mwalimu Zawadi, kama hayo yote unayoyasema, mbona umeleta mahali hapa wewe? No, maana nakwambia aje mama, wewe unaongea kimwili, mimi naongea kutoka katika misingi ya kiroho. Jehova Shama, nipe nguvu nimwelewesha huyu mama. Unajua mama, nikupe kitu ambacho ukijui, nikufungue macho, kwa sababu wewe una ukungu katika macho yako, una ukungu. Mama, hii ndoa anayeilazimisha ni Mzee Korongo namba 1. Mzee Korongo anatumia nguvu za ziada kwa sababu yeye alikuwa anatoa michango mingi kwa wananchi, kwa majirani na marafiki zake. Anaona ni bora anilazimishe mimi nimuoe Robina Korongo, yani nimuoe Robina Korongo ili na yeye aweze kwenda kuchukua michango kwa hao watu, lakini sio mpango wangu mimi. Na hata hiyo mahali unayoisema wewe mama yangu, nikwambie tu kitu kidogo cha ukweli. Ni Mzee Korongo ndo aliyenipa hiyo pesa nilete hapa. Mimi sina kuweka bayana, wewe ujui. Wewe ni umekufa. Mzee Korongo ndo alikupa hela ulete hapa? Mzee Korongo ndo aliyenipa hiyo pesa mimi nilete hapa hela hiyo pesa ya mahali. Ila mimi kwa mapenzi yangu nikwambie kabisa, simuhitaji Robina Korongo. Robina Korongo hajawahi kunivutia. Robina Korongo hajawahi kuwa sexy. Robina Korongo, ngoja. Mengine si hataki uniambie mimi. Nyamaza nikuchane bana, wewe usinichanganye mimi. Niache basi bana. Nini? Nitakuvunjia heshima mimi. Sexy unanihadithia mimi na husiana nini? Hadithia maneno ya heshima. Ndio nakwambia hajawahi kunivutia. Sijawahi kumpenda, hajawahi kunibariki. Ni mwanamke ambaye nikilala naye lazima niote mandoto ya ajabu ajabu. Mimi nimeshakataa, najaribu kukuelewesha lakini hutaki. Nikwambie mama, mimi usinione hivi. Niko yani 50 rasi 50 majinuni. Kama hutaki kunielewa nitakunya hapa. Nakuchana sasa, wewe unijui. Nitayajaza. Ndio nakwambia sina akili, nitakunya. Mimi nitakunya hapa. Wewe unijui mimi. Sikiliza nikwambie, mimi nimeshachoka na maneno yako. Nataka kukuambia sana. Nisikilize bwana, kunya nikanyie kwako huko. Nisikilize nikwambie, wewe umeshaongea vitu vyote, mimi nimekuelewa. Akirudi baba Robina na Robina nitawaeleza yote uliyosema. Ndoa hailazimishwaje bwana hata siku moja. Ndio mchane umweke bayana, asinizoee na asinitishe kwa mambo yake ya kupapa. Haya wasalimie. Najikataa kiaina mimi. Leo nenda. Najikataa. Nenda, ndio nishakuelewa. Mchongo sio mchongo wala nini. Mchongo wako kukosiana kitabu.
hawa wanaotakaga wanaume nao sio wamekosa wanaume. Hivi mwanamume gani jamani wa kuleta hapa nyumbani? Mwanamume anaongea kama cherehani. Mwanamume anaongea maneno machafu mbele ya huyo mkwe wake. Mimi nataka mkwe kama wewe. Lakini jambo lingine, akaandika roho ya mpinga Kristo. Sasa hakuwahi kwenda mbinguni, lakini Mungu alimfunulia, na ndivyo Mungu ambavyo alimfunulia Mtume Paulo juu ya mambo ya ndoa, huku akiwa sio mjuzi na mweledi kwenye ndoa. Sawa, lakini hilo mimi sio swali langu. Mtume Paulo hakuwa na mke. Sasa anawezaje kutufundisha sisi mambo ya ndoa? Ufunuo ambao Mungu alimfunulia Mtume Paulo kuhusu ndoa, ambaye hakuwa mzoefu wa ndoa, ndio ufunuo huo huo ambao Mungu alimpatia Mtume Petro. Na Petro yeye alikuwa ni mjuzi wa mambo ya ndoa. Na ukisoma kwenye maandiko matakatifu, Biblia inasema Petro alikuwa na mke hata kabla hajakutana na Yesu. Kwa hiyo alikuwa anaijua ndoa. Na yeye kwenye kile kitabu cha Petro wa kwanza sura ya 3 kianza ule mstari wa kwanza ameeleza vizuri sana. Anasema, kadhalika ninyi wake watiini waume zenu, ili kusudi wakiweko wasioliamini neno wavutwe na mwenendo wa wake zao pasipo lile neno. Naye anazungumza nini kuhusu wanaume? Au ndo huu mfumo dume haukuanza leo? Kwenye mstari wa 7 anasema, kadhalika ninyi wanaume ishini na wake zenu kwa akili, na kumpa mke heshima kama chombo kisicho na nguvu, kama warithi wa neema ya uzima. Kusudi, kuna maana hapo anaimaanisha. Anasema kusudi kuomba kwenu kusizuiliwe. Sasa hapa tunamwona Mungu akiongea na wanaume kwa kinywa cha Mtume Petro, kwamba mwanaume anaweza akawa sio mzinzi, anaweza kuwa sio mlevi, anaweza kuwa sio mwizi, lakini kule tu mwanaume kuto kuishi vizuri na mkewe, kuto kumpa heshima, kuto kumchukulia, kunaweza kusababisha yale maombi ya mwanaume kwa Mungu yasifike, yasipenye. Lakini mstari wa 8 ninaupenda sana. Anasema neno la mwisho ni hili: muwe na nia moja, wenye kuhurumiana, wenye kupendana kama ndugu, wasikitivu, wanyenyekevu. Asante kwa kunikanda mume wangu. Pole. Natamani iwe hadithi, watu wajue nasimulia, maana ninayopitia kila siku ni kulia. Huduma naona vita, mke naye anisumbua, ila imani yangu ipo kwa Mungu, naamini mambo yatabadilika. Abigaili, mke wangu we, naamini utabadilika. Abigaili, mke wangu we, na mimi nitafarijika. Mchungaji wa mtaa, usikate tamaa, yote yatakwisha. Huduma yako itakuwa, wala hautalia tena. Songa mbele. I wish nijue mimi ni nani, nimetoka wapi, chimbuko langu lipi, ila sina majibu. Nimebaki na Mungu wangu tu, na yote yanaonisi